Ndugu zangu walokole, yani wa Pentekoste, huu ni ujumbe wetu na inapaswa tuufanyie kazi. Ifike mahali tuheshimu madhabahu, tuache kuichezea madhabahu kabisa, kwa sababu sisi kama mfano wa kuigwa ambao tunakaa pale madhabahuni, iwe kuhubiri iwe kuimba, inapaswa sisi tuenende vizuri, ili wale wanaotuona na kutuangalia na kutufuatilia wajifunze kupitia sisi. Wainjilisti, wahubiri, waimbaji, wana praise na mtu yoyote mwenye cheo cha kanisani ambao amepewa anamiliki madhabahu pale kukaa mbele, tuheshimu madhabahu. Yani inafika mahali mtu anazini madhabahuni alafu anakuja kushika maiki anaimba. Yani haoni hata aibu. Mtu anafanya uzinzi, anafanya mambo maovu na kanisani wote wanajua mtu huyu ni mzinzi, ni muovu, anashika maiki anahubiri. Watu hawaogopi tena madhabahu, watu hawaogopi tena Mungu kabisa, hawana hofu, ile hofu imetoweka. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, ifike mahali tuheshimu madhabahu. Ifike mahali kama unaona kabisa wewe hujamaliza mambo yako ya kidunia, unapopewa cheo na mchungaji, kataa. Ni bora ukakataa hicho cheo huku ukaendelea kujifunza darasani namna ya kushinda dhambi, kuliko ukakubali cheo ikiwa mwenyewe umeshindwa kushinda dhambi. Alafu ujue kabisa unapokaa mbele madhabahuni, wewe ni kioo, wewe ni mfano wa kuigwa. Wale waumini wanaokuangalia wanataka kujifunza kupitia wewe. Sasa kama wakikuona wewe umeshindwa kujifunza vizuri, wao watajifunza vizuri kwa nani? Ngoja nikwambie mtumishi wa Mungu, hata kwenye kanisa la Wakorinto, ukisoma pale Wakorinto wa kwanza sura ya 5 utasoma yote, ambapo mtumishi Paulo anawaandikia pale Wakorinto. Wakorinto walikuwa wanafanya uzinzi kanisani, wanafanya uovu, mtu anatembea mpaka na mke wa baba yake, alafu waumini wamenyamaza kimya. Wote wanajua kabisa kwamba mtu anatenda uovu, wananyamaza kimya. Ifike mahali tukemee dhambi. Kama mtu ni mzinzi, kama mtu ni uovu, tumfike mahali akemewe, aambiwe abadilike, na kama hawezi kubadilika atolewe kwenye nafasi ya kukaa madhabahuni, arudi huku ili aendelee kujifunza, ili katika kujifunza akishafika mahali akajua Kristo ni Bwana na anaweza kumshindisha dhambi, ndipo apewe nafasi nyingine. Ifike mahali kama tunaona mtu mtenda dhambi, basi haiko pembeni, kwa sababu kama kanisa watu wanapoona huyu mtenda dhambi na anashika maiki, watu waingie uweponi kumtumikia Mungu katika roho na kweli, kwa sababu mtu anaona aliyeshika maiki jana kazini, alafu leo anashika maiki kutuabudisha. Mtu aingie rohoni kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Kwa sababu gani? Anaona kabisa anayehubiri hapa ni huyu, ni mzinzi, anatembea na binti fulani. Ifike mahali tuheshimu madhabahu, na tusipoheshimu madhabahu Mungu ataingilia kati, na Mungu akiingilia kati ni kilio na kusaga meno. Kuna wangapi wamekataliwa na Mungu, wanaamini kabisa wanamtumikia Mungu, kumbe Mungu ameshawaacha kwa sababu ya matendo yao. Leo nakukumbusha mtu wa Mungu, Mungu ameamua kukukumbusha kupitia mimi. Inawezekana sina hekima ya kusema kukuelimisha wewe, au umri wangu haufanani na kukuelimisha wewe, kwa sababu wewe ni mtu mzima, umeanza kujua ulokole muda. Lakini ngoja nikwambie, Yesu aliye ndani mwangu ana uwezo kukufundisha. Kwa ili nalotamka hapa ni Yesu ametamka ndani mwangu kupitia mimi. Kwa hiyo jukumu lako kutii. Kama kuna sehemu ambayo hujakaa vizuri, kaa vizuri. Madhabahu ni sehemu ya kuheshimiwa. Kuna siku utashindwa kufanikiwa kwenye maisha yako. Kuna siku utaenda jehanamu ya moto kwa sababu unatenda dhambi kwa makusudi, alafu unasimama mbele, watu wanajifunza uovu kupitia wewe. Kwa sababu Biblia inasema pale kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 5 utasoma, utaona. Anasema hivi, donge chachu kuchachua madonge yote. Kwa ni jukumu lako, tukishaona ile donge chachu, watumishi wa Mungu, toa hilo donge lisije likachachua donge lingine. Wataharibu kanisa, kwa sababu watu wanajifunza kupitia watu wa madhabahuni. Kama watu wa madhabahu hawafanyi vizuri, basi hata watu waumini wa nje watafanya vizuri, kwa sababu wanajifunza kupitia watu wa madhabahuni. Hebu tuheshimu madhabahu. Tuheshimu madhabahu. Wainjilisti tuheshimu madhabahu. Waimbaji tuheshimu madhabahu. Wanapresi tuheshimu madhabahu. Waimbaji heshimuni madhabahu. Wahubiri heshimuni madhabahu. Acheni kuzini kanisani. Kama mnaona bado hamjamaliza mambo ya kidunia, rudini duniani tu kuliko kumtumikia Mungu katika uovu. Jamani, Mungu atawaadhibu. Haya.